Mada ni wimbo namba 14 katika albamu mpya kabisa Stopper Rhymes, Stopper Rhymaker. Dekobilo nimemwibukia kitaa kwake kabisa Morombo aka Mahakama ya Mbuzi, tukiongelea albamu yake mpya inayokwenda kwa jina la EM, lakini pia tukiongelea kisa na mkasa kilichofanya akamkumbuka mwanae aliyefungwa kimakosa, na mwisho wa siku amemzungumzia katika wimbo unaojulikana kama Mada. Stopper Rhymes huyu hapa, ni Kiswahili TV. Stopper, mambo vipi? Bana, poa sana ndugu yangu. Hongera kwa albamu mpya. Bana, namshukuru Mungu sana. Nilipata break kidogo baada ya kupata msiba, nilistop promotion na nini. Ila sasa hivi nimekuja kwa ajili ya kufunga chapter ya album ya AIM, kwa ajili ya kuclose promotion, kwa sababu nimeachia sasa single ya 3 kutoka kwenye albamu hiyo, na nimeachia na video yake kama hivyo. So niko katika kufunga chapter ya promotion ya album ya AIM, tayari kabisa kuelekea kwenye project nyingine. Tukitaja neno AIM, la maanisha malengo. Ni kwa nini album tumeita jina hilo? AIM ile imekuwa ni metaphor. Ni metaphor ikiwa inamaanisha artists in me. AIM, A ni artist, I ni in, M ni me. Kwa hiyo AIM ni artists in me, lakini unaitamka AIM kama metaphor ya kwamba nime aim high. Umeelewa? Yeah man. I came back the same different. Ndio maana album yangu inaitwa AIM, lakini ni initial ya artists in me. Tumeona unajaribu kutumia njia ya kuwauzia watu direct, ile cash money, kupitia email, lakini pia njia zingine. Ni kwa nini this time umeona ufanye hivyo? Hapana, huo ndio utamaduni wangu tangu nimetoa albamu ya kwanza ya Shule ya Bure. Imeuzwa kwenye mfumo wa CD, lakini sasa inauzwa kwenye mfumo wa soft copy. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kufanya hivyo. Pengine wewe tu imekupita hiyo, lakini miaka yote tangu albamu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 mpaka hii ya 5 zote. Pengine niseme albamu hii ya AIM haijapatikana kwenye CD. Ndio kitu ambayo imemiss, lakini albamu iliyopita ilikuwa inapatikana kwenye CD na soft copy. Alafu zile za nyuma kabisa zilipatikana kwenye CD zaidi, kwa sababu kipindi kile kulikuwa bado maujanja hajakuja. Stopper aliyeimba miaka ya nyuma nyimbo kama Kero, Style 3, tukimwongelea na Stopper wa sasa ambaye ametuimbia Tototo, akatuimbia Komsi Komsa, lakini pia sasa hivi anafanya vizuri na Mada. Ni mabadiliko ni makubwa sana. Ni kwa nini imekuwa hivyo kwenye muziki wako? Kama unataka maendeleo, basi kuna changes lazima zitokee kwenye maisha yako. Lakini mabadiliko ambayo naona sasa hivi sio kitu kigeni kwenye muziki wangu, kwa sababu nimekuwa nikifanya styles mbalimbali kwenye muziki wangu. Nimekuwa nikiwa na flavor na zigusisha, ila siku za mwanzo nilikuwa nimebezi zaidi kwenye rap, kwenye hip hop. Hizi flavor za kuchanganya dancehall, nilikuwa nafanya kama kuweka kama kionjo tu, naweza nikapiga kama bar 4 kidogo hivi afu ikapita au ikakaa kwenye chorus ikaisha, lakini lengo linakuwa target ni kurap. Lakini sasa hivi nimeamua kuleta msosi mpya mezani, nimeleta recipes mengine mezani kwa ajili ya kubadilisha ladha ya msosi ili watu wasile chakula kile kila siku. Kwa hiyo tunakuja kwa namna ya kubadilikia na kuangalia upepo unakoelekea. Unajua kuna nyakati wakati sisi tunaanza game muziki ulikuwa unasumbua zaidi kwa ni reggae na ragamuffin. Kwa hiyo miaka fulani hapo katikati rap imekuwa ikichukua nafasi sana. Ila sasa hivi watu nadhani wanaweza kuona kabisa kwamba reggae music, dancehall, hizi ragamuffin zinaongoza sasa hivi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ninacho, kiko kwenye uwezo wangu, kwa hiyo nafanya. Yeah. Sasa hivi tunamtambua Stopper Rhymes kama msanii wa reggae, dancehall. Umekaa upande upi? Kwa sababu tunaona mabadiliko kama tunavyoona nyimbo zako sasa, flavor zimekuwa ni nyingi. Yeah, mimi natambulika kama msanii wa rap, music, hip hop. Lakini kwa sababu unaweza kufanya vitu vingine, naweza pia kuendelea cooperate katika engo yoyote ambayo mimi naweza kufanya. Unajua ni kama unakuwa unapigana alafu wanakupangia usitumie mkono wa kushoto. Ushaelewa?
Kwa hiyo wewe kwenye kupigana unaruhusiwa kupiga mateke, ngumi, hata ukiweza ng'ata ili mradi ushinde. Kwa hiyo kwa sababu hii ni game na game sio kitu cha mchezo, game inakuhitaji uwe flexible, uweze kuingia pengine kwenye beats tofauti, uweze kuwa na mirindimo tofauti, mitambao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uwe tayari kufanya changes ili uweze kudumu, kwa sababu ukiangalia miaka ambayo mimi nimefanya game, wasanii wengi ambao wamefanya game na mimi mwanzo hawapo kwenye game kwa sababu walikuwa wamestick kwenye kurap peke yake, lakini mimi nilikuwa na uwezo wa kuwa naingiza flavor kama za wanaitaga rap yenye melodic rap ndani yake. Na miaka ya mwanzo before hata tu record nilishawahi kufanyaga nyimbo za zamani zile, ilikuwa ni Duniani Kuna Mambo, nishakuwa naiperform sana kwenye show na ilikuwa inaua sana. Watu wengi wa Arusha walikuwa kwenye miaka ya 90 before 2000 hapa nyuma, kuanzia mwaka 2000 kurudi nyuma, walikuwa wakiniona. Kuna wimbo ulikuwa unaitwa Duniani Kuna Mambo, tulikuwa tunauimba sana na walikuwa wanatupa credit sana, tulikuwa tunatusua nao sana. Huo wimbo ulikuwa ni wa kuimba. Kwa hiyo sio kitu kigeni, kinakuwa kigeni kwa sababu umeanza kunifuatilia juzi, lakini kama unanifahamu kwa miaka mingi, hamna kitu cha kushangaa. Tototo, wimbo ulitangulia kabla ya album na umepata ya time mpaka nchi za nje ya Afrika kabisa, Jamaica kule. Kuna watu wanasema mziki wa Stopa unaenda sana, lakini Stopa anabaki nyuma. Hili lina ukweli gani? Lakini pia unaliongeleaje? Wewe huwezi kuona kama mimi nabaki nyuma kwa sababu mimi ndo najua. Unajua kila mmoja na lifestyle yake. Kuna watu wengine wanapenda kuonekana sana, kuna watu wengine hatupendi kuonekana sana. Yaani tunapenda kazi zetu ndo zionekane sana, lakini sio sisi. Kwa sababu unajua muziki ni character tu. Character fulani tunaiplay, alafu tukirudi maskani tunakuwa watoto wa pale nyumbani, wa watoto wa wale wazee waliotuzaa, tunakuwa normal tu kama watu wengine. Lakini nikiingia kwenye kazi na play ile character yangu ambayo natakiwa kuplay, then kwa hiyo yule Stopa, The Right Maker, Yokoi, Bad News, shaelewa, Galali, umeshaelewa na majina kama hayo, ile ni character tu wanaiplay. Nikija kwenye kazi za sanaa naiplay, alafu naachana nao, naendelea kuishi maisha yangu. Kwa hiyo kinachoonekana zaidi ni zile kazi ndo zinatakiwa kwenda. Mimi utanipata sawa, unanipa kibunda ndo nitakuja. Baada ya album kutoka, uliposti pia kwenye peji zako za mitandao ya kijamii kama vile Instagram. Kuna comment za mashabiki pia niliona kuwa Stopa Rhymes ana kipaji kikubwa, lakini wadau wawekezaji hawataki kuwekeza kwenye kipaji chake. Swala kama hili pia bila shaka umekutana nalo sana, pengine hata kwa upande wako limekuwa linakuumiza. Vipi? Ni moja kati ya kikwazo kwenye muziki wako? Mimi nadhani ile inakuwa ni mzuka, ni kitu ambacho pengine kinaniboost, lakini haiwezi kunikatisha tamaa kitu kama hicho, kwa sababu unaposikia mtu anaongea kitu kama hicho, ina maana unajua okay, kumbe kuna watu wengi wanafahamu kuhusu hiki. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya kukuchaji wewe na kuendelea kufanya zaidi. Tofauti na kukiwa kuna ukimya haisemwi, lakini ikiwa inasemwa unapata at least watu wawili watatu wanazungumzia hicho kitu, basi inakuwa ni sehemu ya kupiga wewe boost na kufanya mambo makubwa zaidi. Mimi muziki, kwa kifupi, muziki mimi na enjoy. Napenda muziki, sifanyi muziki kwa kustressika, na uwaga na enjoy ninachokifanya. Yaani mimi mwenyewe uwaga na enjoy ninachokifanya. Kwa hiyo kufanya tu muziki yenyewe burudani. Umeshaelewa? Kwa hiyo haiwezi kunikatisha tamaa wakati tayari nishafanya, nishatoa mangoma makali, nishatoa mahiti ya kutosha, au sio bana? Na bado nina uwezo wa kuendelea kuchora mangoma mengi tu. Kuna ngoma ziko nyingi ambazo ninazo hazijatoka kulikoni pengine hata zilizotoka. Kwa hiyo watu waendelee kuenjoy mangoma, mimi nipo. Sijui, nimekuwa kwenye game kwa muda mrefu sana, kwa hiyo sidhani kama kuna kipi ambacho kinaweza kaendelea tikani break mimi. Hamna, nimepitia season zote. Nimepita season zote, kwa hiyo hamna kitu kipya kwangu mimi. Yani mimi naona mzuka tu, akaamua. Kulingana na uwezo wako kwenye rap, kufanya muziki wa danso, lakini pia reggae mafi, unahisi Stopa Rhymes kwenye upande kwa Tanzania tunampa namba ngapi? Sasa utampaje namba ngapi? Mimi nakuwepo pale nilipokuwa. Siwezi kumpa Stopa sijui namba ngapi. Yaani Stopa nakaa pale aliko. Pale aliko hapana namba ujue. Kwa sababu umeshaona mtu kama ana uwezo huo, alafu unataka kumpangia namba tena. Yeye anakuwepo, yupo captain.
Kwa tuseme Stopa Rhymes ana mpinzani. Panga pangua, yani uko hatari, shida ndo tabu, andazi gumu. Andazi la kitambo ili aliyeyuki kirahisi. Hatari sana. Sasa Stopa, niambie kidogo kuhusiana na Mada. Mada ni moja kati ya wimbo ambao uko kwenye album, lakini pia umemzungumzia mshikaji ambaye alisingiziwa kesi. Hichi kisa kimekaaje na alikuwa ni nani? Ni childhood friend. Nikisema hivyo sijui watu wanaelewa. Ni mtu ambaye tumekuwa naye tangu tukiwa wadogo sana. Alikuwa ni tunakaa naye jirani Fire. Kwa hiyo tumekuwa wote mpaka tukafikia umri wa kuanza kuwa miaka, kutoka ile miaka sijui 7, 8, 9, 10 inaanza kuwa namba zinaongezeka pale, zinakuwa 2, basi tuko pamoja kama hivyo. So ni mtu ambaye tunafahamiana kwa yani muda mrefu sana kwenye maisha yetu, yani kwenye umri wetu kwa 90% tumekuwa pamoja. Kwa hiyo so mgeni kwenye maisha yangu, na alikuwa ni artist na yeye, lakini kwenye masuala ya kufanya branding za magari, kuprinting na kuchora na vitu kama hizo. Kwa hiyo siku moja kwenye kazi zake alipata kazi ya kuweka sticker kwenye pikipiki. Kwa hiyo wakati yupo kazini watu wakaja kumvamia pale wakisema pikipiki ni ya wizi. Pikipiki kaonekana ni ya wizi. Kwa hiyo jamaa alimchukua pale moja kwa moja, na yani kama vile ndo tayari ni mwizi. Kwa hiyo akapigwa sana na nini, kapelekwa alikopelekwa na nini, matokeo yake baadaye ndani magereza kakaa kama miaka 2.5 alikaa hapo Kisongo. Baadaye akafungwa miaka 30. Umeshaelewa hiyo show? Akafungwa miaka 30. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Baadaye alitoka, lakini hata hivyo baada ya kutoka kukaa sana, afu akapata ajali na pikipiki akafariki. Ni kitu gani kilikupelekea mpaka kwenye albamu yako mpya AM ukamkumbuka? Kwa sababu nilipata pain sana kwamba DC yake imekuja kuisha vibaya. Unajua mtu ambaye anapata matatizo kama hayo, anaenda anafanikiwa kutoka jela, anarudi mtaani, anaanza haso, alafu the end. Umeona mwisho umekuwa so happy ending, yani umeelewa? Tumesha kuzoea movie, yani story inaenda, unahadisiwa story ya mtu anateseka alafu inakuja kuisha. Ilitakuwa iishie pale kwamba alitoka jela alafu mambo yakawa fresh. Ndio nilikuwa na wish hivyo, lakini bahati mbaya imekuwa hivyo. Kwa hiyo kwa sababu ndo kama nimesema ni rafiki, ni tuseme kama ndugu, tumekaa wote, nimekula kwao kala kwetu, yani hivyo, yani zile. Kwa hiyo nikapata msukumo wa kutengeneza wimbo kumhusu yeye kama kumbukumbu yake. Kwa sababu kwenye muziki wangu pia mimi alishashiriki kama kutuprintia t-shirt mwanzoni, toa t-shirt za watu Rutumbi, aliprint yeye. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa karibu na mimi kwa namna moja ama nyingine kwenye muziki. Yeah. Okay, kwa mtu ambaye hajaisikiliza album inatakiwa aende wapi pia ili aweze kuipata? Japokuwa nimeona una promote pia, unaiuza kwa njia ya email. Yeah, inauzwa soft copy, unaipata kwenye WhatsApp, unapata kwenye email, lakini zaidi kwenye digital platform yoyote ambayo unaona kwenye simu yako au kwenye kompyuta, kwenye iPad au whatever, kokote unaweza kuingia kwenye mtandao, basi we search Stopa the Rhyme Maker, zitakuja nyimbo zangu sasa pale, kwa sababu nyimbo zangu zipo nyingi kwenye mtandao. Kwa hiyo au ukiamua tuseme tuende direct kwenye Audiomack, unaenda tu kwenye Audiomack, alafu ukishafungua Audiomack search Stopa the Rhyme Maker, ikija pale account yangu una follow, alafu unaanza kusikiliza mangoma. Hata kwenye YouTube Stopa the Rhyme Maker inakuja pale, unaangalia video. Chaelewa bana? Una subscribe ili uweze siku nyingine zikitoka basi zinakujia moja kwa moja. Au ukinifuata kwenye Instagram Stopa the Rhyme Maker hivyo, kwenye bio pale kuna linki kuelekea kwenye album yenyewe audio, kuna video linki ziko pale pia. Kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi sana ya kuzifikia nyimbo zangu kwa wakati huu. Na ukipendezwa, ukiona unahitaji kusupport, basi ndo unanicheki kwenye simu yangu mimi mwenyewe ya WhatsApp 0625505062, alafu tunajenga pale, unalipia, unapata soft copy, unakuwa nao kwenye simu yako.
Swali la mwisho kabisa Stopa, mnaachia kazi kali kama hivi, umeachia album, lakini tunajua Arusha yetu matamasha ni machache. Mziki mnarudishaje gharama na mziki unawalipa vipi sasa? Matamasha hakuwa machache, labda kwa mimi, kama mimi imenipa likizo fulani, imenipa muda wa kuweza kusit back, kurelax na kuenjoy pengine na familia, kwa sababu siku hizi shows zimekuwa chache, kwa hiyo sizunguki sana, sizururi, watoto wangu wananiona home. Kwa hiyo mimi naichukua kama sehemu fulani positive tu, kwamba napata nafasi sasa ya kufanya vitu vingine. Lakini uzuri mmoja, muziki tunaurekodi, alafu tunakuwa nao, alafu tunachagua siku za kuachia. Hivyo hii njia naoitumia mimi ya kuuza soft copy na kuweka nyimbo kwenye platform, ina maana kule watu wanavyoendelea kustream na kunini, zinaendelea kuwa zinakusanya kibunda, na watu wanaonifuata kununua soft copy, mimi sina kuwa napata kipato fulani, na mimi nina shughuli zangu zingine naendelea kufanya, maisha yanaendelea, kwa sababu tunaambiwa adapt or die. Kama imefika kipindi show zimekataa, endelea na show zingine za mitaani, umeelewa? Oya wanangu, mimi nimemaliza na Stopa Rhymes, lakini pia kama bado hujapata album, make sure una check naye. Ametoa details pale, namba pamoja na mawasiliano mengine ambayo unaweza kujipatia pia soft copy ya album mpya kabisa kutoka kwa Stopa Rhymaker. Stopa, tuage mashabiki kidogo. Them cut the conversation in a tape recorder every day in a him job. He ma work hard about the case where they give him. They call it murder, a murder. They call him a murderer. They gave him murder. They call him a murderer. Boom. Ebana RIP Ilala Kelvin Fentu. Bro, ngoma kwa ajili yako hiyo hapo. Tutakumbuka sana mwanangu. We miss you. Peace. Stopa.